Kwanza tukitambua kama sisi kama familia wasomi tumetoka katika familia maskini. Wazazi wetu ni wazazi kutoka familia ya kifugaji, na tukiamini kwamba tuko katika kategori ya familia maskini. Tunajua kabisa kwamba tulikotoka maisha yetu ni kutegemea ufugaji, kutegemea kilimo kwa kiasi kidogo. Lakini wazazi wetu wakajitoa katika hali na mali kukuleta wewe shule. Kwa maana hiyo, mzazi aliwekeza katika mradi muhimu katika maisha yako. Mradi huo amekupa elimu. Urithi wetu pekee ambao wazazi wetu, baba, mama, waliamua kujitoa na kutupa sisi kipaumbele. Tuje tufukuze ujinga, tuje tufukuze umaskini. Maana yake alitupa mradi muhimu kabisa ambao ni mradi wa elimu. Huo ndio urithi pekee ambayo mtoto maskini akifanikiwa kuichukua vizuri na kuitoa itamtoa katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Mradi huo uliojaliwa na wazazi wetu ambao wamejitoa, wakajinyima kula, wakajinyima kuvaa ili wewe uje kusoma. Naombeni tukaitumie vipasavyo tunapoenda. Usiende kukaa mtaani ukaenda kutegemea kwamba unasubiria serikali kuajiri. Wewe umekuwa sehemu ya kujikomboa kupitia elimu uliyokuja kuipata darasani. Tukaitumie elimu yetu ile kujikomboa, pia kutafuta kitu fulani cha kufanya tofauti na wale wanaoenda kuwakuta mtaani. Ishi maisha. Afidai kuwapoteza watoto wetu wazuri kwa sababu ya mapenzi. Uwe na akiba. Kwamba ikitokea hii haijafika vile inavyotegemea, unaweza ukasaidia maisha. Kikubwa tambua kwamba unapaswa usimame wewe kama wewe. Kumuoa sio tija. Oa, aende chuo, umsaidie. Onyesha kwamba hicho anachokifanya ni kitu cha maana, ni kitu cha msingi. Tukapate kuwa daraja. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Niwaombe wahitimu, nendeni mkagombee kwenye nafasi za ubunge, nendeni mkagombee kwenye nafasi za udiwani, kwa sababu mnaweza. Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi tukiwa na vurugu. Niwaombe, huko mnakokwenda mtaani yamekuwa yakijitokeza magenge mengi ya kutaka kuiharibu amani ya nchi yetu. Ulinzi wa amani wa taifa hili uko mikononi mwetu. Twendeni tukapige kura, twendeni tukagombee. Nitarudi kwenye jamii yangu ya Wamasai, nitawafundisha namna watakavyojikwamua kiuchumi na kuweza kumsomesha mtoto wa kike kama wanavyomsomesha mtoto wa kiume. Nitaenda kuwashauri wazazi wangu wasinaache watoto wadogo waende machungani, na wengine wa kike waozeshwe katika jamii yetu. Wazazi wapeleke watoto shule ili wapate elimu.